Kwa mfano tuchukulie kwamba ule wimbo wa Fahari. Fahari ya vijana ni nguvu zao, ni nguvu zao. Nini kimewafanya muweze kudumu? Kwaya nyingi zinaweza kukaa miaka 2, 3, lakini nyie kwa muda wote huo mmekuwa pamoja. Nini hasa siri ya mafanikio? Asante sana. Siri ya mafanikio ni kwamba sisi kilichotufanya kwamba tudumu mpaka leo ni kwamba tulizingatia ile misingi ya mwanzo kabisa ya malezi tuliopewa. Yes, mtazamaji wa Masanja TV, niko na mtumishi wa Mungu. Nadhani leo unatamani kumjua niko na nani. Naomba ajitambulishe ni nani na amefanya kazi gani mpaka leo hii waimbaji wengi wanamchukulia kama mfano. Kuna mtu anakutazama ajue wewe ni nani na nini, kwa nini uko Dar es Salaam siku ya leo. Amina. Asante sana ndugu mtangazaji. Mimi kwa majina naitwa Elifazi Habona, ni mwenyekiti wa kwaya Mapigano Uliankuru. Ninampenda Bwana kwa sababu aliniokoa. Mimi kama kiongozi wa kwaya hiyo, kwaya yangu ina muda mrefu, ilianzia mwaka 1973, ila mimi nijiunga na kwaya hiyo mwaka 1975. Nilikuwa bado kijana tu. Basi nikawa naendelea kumtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji. Hadi leo hii tunavyozungumza au mnavyoniona, naendelea kumtumikia Bwana. Kuna watu hawaamini ile sauti wanayoisikia ni ya kwako kweli, maana kuna vitu watu kama leo nimeona kwenye tamasha lenu vile watu wanaipokea, zile unavyoimba watu wanaipokea, unaona kabisa watu wanaelewa kitu ambacho mnaimba. Hebu mtazamaji asikie hata kwa kifupi kidogo kionjo. Asante sana. Kwa mfano tuchukulie kwamba ule wimbo wa Fahari. Fahari ya vijana ni nguvu zao, ni nguvu zao. Nini kimewafanya muweze kudumu? Kwaya nyingi zinaweza kukaa miaka 2, 3, lakini nyie kwa muda wote huo mmekuwa pamoja. Nini hasa siri ya mafanikio? Asante sana. Siri ya mafanikio ni kwamba sisi kilichotufanya kwamba tudumu mpaka leo ni kwamba tulizingatia ile misingi ya mwanzo kabisa ya malezi tuliopewa. Ina maana kwamba kitu cha kwanza tulizingatia vipindi vya maombi. Kufanya maombi ni jambo la muhimu sana, na ni njia mojawapo ya kumfanya mtu akomae katika huduma. Alafu pili, kuwa na mshikamano na watu wengine, kwa mfano wale ambao tunaofanya kazi pamoja, kuwa na upendo na wao, yani kujenga ule umoja wa kuwa karibu. Alafu vile vile kutokutaka makuu, kuwa na makuu. Maana watu wengi kinachoharibu ni kutaka makuu. Alafu asijue mwito wake aliitwaje. Pasipo kuzingatia hayo unajikuta mara nyingi huduma inaharibika. Lakini ukishazingatia kujua kwamba mimi lazima kwenye vipindi vya maombi nishiriki, vile vile ule mwito wangu niliopewa na Mungu niendelee kuheshimu. Ukifanya tu hivyo tu lazima utadumu katika uimbaji. Sasa hivi kumekuwa na wimbi la waimbaji wengi wanasema wanapenda sana pesa. Ikoje kwenu? Je, mtu akiwaalika mnaenda kama huduma au kuna labda gharama ambazo mmeziweka nyinyi kama kwaya ili kufika kutoa huduma hiyo? Sisi malengo yetu haswa tangu mwanzo, yani msingi wetu wa kwaya yetu, tulilenga kwenda kuihubiri mioyo ya watu wamjue Mungu. Mambo ya maslahi hatukuweza kuyaweka mbele. Na ndio maana unaona kwamba kwaya yetu inazidi kuhiti kila wakati, kwa sababu hatukuweka mbele maslahi. Maana kama wengine wakihitajika wanataka siyo gharama za nini, lakini sisi hatuna haja na gharama. Sisi tu kitu kikubwa tu, either kama hatuna nauli tunakuambia kwamba sisi hatuna nauli, tuchangie, au kama tuna kiasi fulani tuongezee. Tunafanya kazi kama kawaida. Lakini mambo ya kusema kwamba tunataka gharama zinginezo, sisi huo mpango hatuna katika huduma yetu ya uimbaji. Mtu akitaka kualika sehemu anawapataje? Ukitaka kutualika sehemu natupata kupita katika namba yangu. Wewe unatupigia tu 0683 621 607. Tunaongea, tunakubaliana, inakuwa haina shida, wala hatuna gharama sisi. Okay. Sasa hivi hamna mpango wa kutoa nyimbo ya mapiano. Tunaona kuna waimbaji wamekuja na staili mpya kama za mapiano, sebene. Nyie mna staili fulani ya utaratibu. Je, mmepanga labda kubadilisha staili ya uimbaji wenu? Sisi kwa kweli hata tukibadili staili ya uimbaji wetu hatuendi mbali sana na ile misingi ya awali. Kwa sababu tulishaona kwa mfano tukiingiza mambo mengine tofauti na ule msingi ambao tuliokuwa nao tangu awali, tunaweza tukaharibikiwa. Ndio maana hata vijana sasa hivi tunaenda kuwaasa
kuhusiana na hii mitindo ambayo wanaifanya, maana kuna mitindo mingine haiendani na njia ya kuweza mtu kumweka sawa katika maadili mema Kikristo. Inakuwa ni hivyo. Kwa hiyo kwaya za sasa hivi hazifuati maadili. Wanafuata, ina maana wao sasa ni yale mapokeo yao. Lakini sisi kama sisi tuna mapokeo yetu ambao hatuwezi kujichanganya kufanya kinyume na jinsi ambavyo tulivyopokea sisi. Na ndicho kimetufanya tuende kuhit mpaka sasa hivi. Tutarajie nini kutoka kwenu baada ya kuzindua leo albamu yenu? Nini ambacho mtu anatakiwa kutarajia, hasa mtu ambaye anatutazama wakati huu? Asante sana. Cha kutarajia tu ni mtu kujifunza kwetu na kuwa na mabadiliko. Aidha kwa kile ambacho pengine ameona kwamba labda mimi hapa nilikuwa sifikii hapa, au ni labda hapa nilikuwa na mapungufu kwa hapa. Basi anajifunza kwa hayo. Alafu anaangalia katika njia yake kwamba vipi, je, nitapata mafanikio? Kwa hali hiyo basi inaleta siha ndani ya moyo. Asante sana, nashukuru sana kwa kuwa pamoja nasi siku ya leo. Tunaamini vijana watajifunza mengi kupitia kwa yenu. Mimi nilitegemea ni wakute wazee, lakini bado mko vijana. Naamini hii ni siri tu katika kufuata maadili na kumtumikia Mungu. Tumalize na kionjo kimoja huku tunamaliza. Ndio. Kinyimbo chenu kimoja. Fahari ya vijana ni nguvu zao, ni nguvu zao. Fahari ya moyo wangu ni kumpokea Bwana Yesu. Asante sana ndugu mtazamaji. God bless you. Mungu akuinue sana. Asante sana baba.